anapozaliwa anakuwa ni nani? Muislamu. Kila mtu. Katika hadithi ya Bukhari na Muslim, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kila anayezaliwa nazaliwa katika maumbile halisi ya Uislamu, na ndio maana lazima abatizwe. Sisi hatuna mtoto akizaliwa atamkishwe shahada, kwa sababu kullu mauludin yuladu, akizaliwa tu Muislamu automatically. Faaqimu wajhaka lidini hanifan fitrat Allah allati, angalia hiyo, fuateni maumbaji ya Allah, mfumo wa kuumba kwake Allah. Allati, uumbaji ambao kwamba, allati, uumbaji ambao kwamba fatara nasa alaiha, Mwenyezi Mungu amewaumbia watu wote katika mfumo huo wote. Fatara nasa, alifu na lamu imeingia katika nasi liljami, aljamu walfardu almuarrafani billami kalkafiri walinsani. Meiona hiyo Watu wote wameumbwa kwa Uislamu. Baba, kama Mtume anavyosema, wazazi wawili ndio watamtia kwenye Ukristo, kwenye Uyahudi, kwenye Umajusi, lakini kila mtoto tayari ni nani huyo? Muislamu. Sisi mtoto kazaliwa, mtamkishe shahada hatuna. Wao wanakwenda kumbatiza kwa sababu sio wao. Akaakid la tabdila li khalqillah, hakuna mabadiliko ya aina yote katika mfumo huu wa kuumba Mungu. Lani haijatokea kwamba mtu kazaliwa akiwa kwenye dini nyingine, hamna. La tabdila li khalqillah, dhalika dinul qayyim. Kwa nini? Kwa nini watu wote Mungu aweke hapo? Sababu yake ni dhalika dinul qayyim, kana kwamba ni jumla ta'liliya. Kwa sababu hiyo ndiyo dini ya sawa sawa iliyonyoka. Kwa kuwa ndiyo dini ya sawa iliyonyoka, ndio maana watu wote wanaumbwa katika, hawezi kukosea Mungu. Shida nini basi kama ndio dini iliyonyoka? Shida iko wapi? Walakinna akthara nasi la ya'lamun. Hii ndiyo shida. Akthara nasi, walio wengi katika watu, la ya'lamuna, na ya'lamu ni fi'lu mutaaddi. Kwa hiyo hapo hakutajwa mafuuli lililmi bi, sio lilumum. Kuna mahala inakuwa maamuli hatajwi lilumum, lakini hapa la ya'lamuna dhalika, walio wengi hilo hawalijui, kwamba kila anayezaliwa anazaliwa katika umbile la Mungu aliyoliweka ambalo ni Uislamu. Sasa habari kwamba kakubali mtu kakatai kuhusu wakulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Waambie, toa tangazo, ukweli unaotoka kwa Mola wenu ndio ukweli hasa. Sasa anayetaka akubali, asiyetaka atajijua mwenyewe. Lakini wabishi wote tumewaandalia moto wa ajabu kabisa. Mbele alisemaje? Ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuha bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Amsomi ni suratul Kafi, Mtume kausia kila Ijumaa soma suratul Kafi, nuksi zinapungua. Wewe mtu una mikosi mpaka kwenye meno, wengine mikosi imewazidi mpaka kwenye kinyesi. Akinya kile kinyesi nacho kina nuksi. Kuna hatari hata ukinya. Wale makhumfu saa polini hawafati. Maana kuna wale tunaita kule kwetu bimbili samavi, khumfu saa. Basi inawezekana ukashusha mzigo hautaki, una nuksi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tiba hizi kazitaja. Penda kusoma suratul Kafi kila Ijumaa. Bwana Mtume anasema mwenye kusoma suratul Kafi kila Ijumaa, adaa lahu nuru ma baina aljum'ataini, zitakuwa nuru
zinamuangazia kati ya Ijumaa hii na ijayo. Yani wewe kila ukipiga hii nur kafi, basi wiki nzima unakuwa katika nuru. Nuksi zinaondoka kidogo kidogo. Sasa wale ambao wakubahatika kwenda madrasa washindwe, na walienda madrasa nako kafi uwezi usomi. Sasa tuna tofauti gani? Afanajalul muslimina kal mujrimina, waliosoma tena wapate kuwa sawa na wasiosoma? Iktibasu maana sio iktibasu lafdhi. Iktibasu ziko mbili. Soma suratul Kafi, punguza nuksi hizo babane, punguza nuksi. Soma suratul Kafi, unasoma ukichoka unabakisha. Ulama wamestahsin kabla al-asr wa umeshamaliza, kwa hata ukisoma nusu nusu, lakini kabla al-asr ushafanyaje? Kila Ijumaa gonga suratul Kafi. Lakini moja katika faida ya kusoma suratul Kafi aljuma ni kulainisha ulimi katika kitabu cha Mungu. Suratul Kafi ina siri kubwa, kama unavyoona kusoma surati Dukhani baada salati al-fajr siku ya Ijumaa. Sasa unataka nuru upate, lakini wewe huna udugu na Qur'ani, hamuelewani. Wewe na Qur'ani hamuna udugu. Ukisoma Qur'ani kwenye itima na mashehe na wakasirikia wakivusha kwenye ile mnaita kara moja ile, toka pale wapige kofi tu, maana wewe ndio unaweza mpaka pale. Na hiyo unaoita unaweza mpaka pale, hiyo sio unaweza kweli. Tukiwaambia wengine nyamazeni, wewe usomi, unanguuta tu kama fisi. Mwingine sasa kuonesha kwamba yuko makini, yani hapo katua macho anaisubiria 500. Huku ni kucheza na Qur'ani. Anajua kabisa kwa mimi Qur'ani siwezi, lakini haiachi kwa sababu pale kuna nini? Kuna jelo. Sasa uambie jamani tunasoma nusu, we anaangalia tu anageuza. Niliwapa kisa mwaka mmoja, mwalimu wangu mjomba wangu Sheikh Muhammad Shamte Jongo kwa mzee Mtigino, tulienda kusoma itima. Kuna mzee alikamata ile juzu, aligeuza chini juu. Sheikh Jongo alimwangalia, amwona mzee anapiga saiti mila tu, akaichukua ile akanipa mimi. Nilipofika kwenye mgao wa hela akampa yule mzee. Mzee, ilikuwa shida yako hela hii hapa, hii inasomwa, haiangaliwi. Mzee Jongo alipiga hiyo. Umeelewa kapigaje hapo? Asema shehe, sikizi Qur'ani inatakiwa kusomwa, anapewa yoyote mtihani. Dhalika dinul qayyim. Hiyo ndio sababu, kwa sababu hiyo ndio dini ya sawa sawa iliyo. Tatizo liko wapi? Walakinna akthara nasi, hii ndio shida, watu wengi hawalijui hilo. Aila ya'lamuna dhalika, hilo la kwamba Uislamu ndio dini ya sawa iliyonyoka, wengi hawajui. Na dawa ya watu wasiojua ni nini? Kujulishwa, sio kuwatukana. Mnanielewa? Asiyejua ajulishwe, sio tusiwasimange watu. Jamani, dini haihitaji watu tusimangane. Inawezekana yule anaipenda dini kidhati na ana ikhlasi, shida yake hajui, anahitaji msaada wako wewe unayejua. Inawezekana ni katika watu wa Firdaus. Ukimtenga ukamtukana unaharibikiwa wewe. Na tulisema majuzi hapa, tulisoma aya Mwenyezi Mungu, afaman sharaha sadrahu lilislami fahuwa ala nuri min rabbi. Mtu yoyote ambaye Mwenyezi Mungu moyo wake kaufungua akaukubali Uislamu, basi mjue mtu huyu yupo katika nuru ya Allah. Kwa hiyo Muislamu yoyote atakiwa kusimangwa, kutengwa, kwa sababu yupo katika nuru ya nani? Atakiwa kusaidiwa. Muislamu wewe ambaye unatukana wenzio, hujajua yule unayemtukana ni nani. Afaman, Qur'ani usije kusema dhaifu. Afaman sharaha sadrahu lilislami fahuwa ala nuri min rabbi. Kila Muislamu yupo kwenye nini? Nuru. Kilichosalia ni kuitumia vizuri ile nuru. Msaidie apate kuitumia vizuri. Asiyejua anatakiwa afanye nini? Ajulishwe. Vitabu vyetu vile watufundisha wazee, baba zangu akina mzee Mkulale, vitabu walivyotufundisha hawa vina maneno matamu matamu matamu, kila siku nayasema kwenye matunu ya Zubad jomba.
Matnu Zubadi amesemaje yule? La yambaghi lilalimi an yaskuta ala ilmihi wala liljahili an yaskuta ala jahlihi wa man lam yajid mualliman yuallimuhu ma yahtaju ilayhi falyarhal wujuban li talabi taallumi. Vitabu vya kibabu hivyo muhimu sana. Vijana siku hizi mnajua elimu kutafuta tabu kubwa kubwa kuliweka hapa. Anasema si ruhusa kwenye dini anayejua akabaki nayo elimu yake ya wafundishi wasiyejua, na sio ruhusa kwenye dini hii asiyejua akaridhika kuwa hajui hataki kwenda kujifundisha, sio ruhusa. Akaendelea akasema, na yeyote asiyejua ikawa hajampata mwalimu wa kumfundisha kile asichokijua, basi hata kusafiri na asafiri hali ya kijua ni wajibu kwake kwenda kusoma. Kama hapa pote shewa kukufundisha wewe ili ulijui, safiri, nenda Saudia, Sudani, nenda Rufiji, nenda Morogoro, kulikokuwa na shekhe wa kukufundisha hicho. Hakuna habari ya kusema sasa nitafanyaje, soma. Hakuna hilo. Watu wa sheria wanasema kuna kitu wanakiita quwwatu takalifi. Habari ya kusema nilikuwa sijui, wao hawajui. Si tunachoangalia nguvu ya majukumu. Wewe uliipa kiasi gani, uliithamini kiasi gani? Walakinna akthara nasi, shida tuliyokuwa nayo asiyejua kujiona anajua. Hii ndio shida yetu. Kuna mtu hajui lakini mwenyewe anajiona anajua. Nazisikia fatwa huko. Nilikwambia ni fatwa nimeipata msikitini kwangu Malawi, na huyo mzee hajafariki, shekha alotoa fatwa hiyo. Aliulizwa Ramadhani kama hivi, shekhe, ikitokea nimeamka alfajiri muda wa daku ushapita, kijua kinachomoza, nifanyeje? Sio kisa cha kutengeneza na kazi ya mafuhumu, kisa hakika. Shekhe alisema funga milango, shusha pazia, kiza kinapatikana, kikipatikana kula, kama akipatikani asubuhi kweli. Umesikia hiyo fiatwa? Ukifunga milango, ukishusha pazia, kama kiza unakipata kula, usifungue mlango. Kama kiza akipatikani hiyo asubuhi sana. Na kuuliza hataki, ndo kashatoa fiatwa. Tumalize hapa. Munibina ilai, hiyo ni hali hali mkiwa ni wenye kutubia kwake, kujinyenyekeza kwake. Munibina ilai, anaba yunibu. Munibina ilai, hali ya kuwa ni wenye kujinyenyekeza kwake Allah, wenye kutubia kwake. Wattaquhu, na muogopeni yeye peke yake Allah, kama alivyosema katika aya nyingine, wa iyaya farhabun, na mimi tu ndio mwatakiwa muniogope. Tusichanganye kati ya kuogopa na kuheshimu. Wenzako natakiwa uwaheshimu, wanadamu wenzio ufanye nini? Uwaheshimu. Mungu anatakiwa aogopwe na anyenyekewe. Mwanadamu aogopwi, utaingia katika shirki tu. Mwanadamu anaheshimiwa. Waheshimu wakubwa, si kuwaogopa. Allah tumuogope na tumnyenyekee. Wattaqu, na tumuogope. Wa aqimu sala, ni basic baada ya shahada ya Uislamu. Dumisheni swala. Yani wewe hata ukipenda timu yako Yanga, Simba, Azam, Manchester, Barcelona, lakini silaha mama ya Muislamu, silaha mama ya Muislamu ni nini? Swala. Aqimu swala, hii ndio silaha mama. Kacheza mchezo yako ya kupiza kuku, kutembea na gunia, lakini swala. Swala. Wa aqimu swala. Yani wanasema Muislamu akiwa na swala tu, aamini kibali cha kuombewa na mtume anacho. Jamani, naeleweka?
kuna kile kitu wanachokiita ash-shafa'atul udhma kilichodadavuliwa katika ayat al-Kursi. Muislamu yoyote akiwa na sala ajue anayo ID, kitambulisho cha kuombewa na Mtume. Ukijijua huna swala, kitambulisho cha kuombewa na Mtume una, we maisha yako una beti. Naeleweka? Usione noma kuitikia, yani hii ndio dini ninayosema mimi hapa. Ukiwa nayo swala tu, amini kibali cha kuombewa na Mtume unacho. Hapa inatakiwa tuombeane